Kitabu kile cha kwanza nalikiandika Theofilo, katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha, hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua, wale aliowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, Je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Akisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama, watu 2 wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe. Wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni, atakuja jinsi hiyo mlivyomwona akienda zake mbinguni. Kisha wakarudi kwenda Yerusalemu kutoka mlima ulioitwa wa Mizeituni, ulio karibu na Yerusalemu, wapata mwendo wa Sabato. Hata walipoingia wakapanda orofani, walipokuwa wakikaa, Petro na Yohana na Yakobo na Andrea, Filipo na Tomaso, Bartolomayo na Matayo, Yakobo wa Alfayo na Simoni Zelote na Yuda wa Yakobo. Hawa wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali, pamoja na wanawake na Mariamu mama yake Yesu na ndugu zake. Siku zile akasimama Petro kati ya hao ndugu. Jumla ya majina ilipata 120. Akasema, ndugu, ilipasa andiko litimizwe alilolinena Roho Mtakatifu zamani kwa kinywa cha Daudi, katika habari za Yuda aliyewaongoza wao waliomkamata Yesu, kwa sababu alikuwa amehesabiwa pamoja na sisi, akapata sehemu ya huduma hii. Basi mtu huyu alinunua konde kwa ijara ya udhalimu, akaanguka kwa kasi, akapasuka matumbo yake yote yakatoka. Ikajulikana na watu wote wakao Yerusalemu. Hata konde lile likaitwa kwa lugha ya Wakeldama, maana yake konde la damu, kwa maana imeandikwa katika chuo cha Zaburi, kikao chake na kiwe ukiwa, wala hasiwepo mtu mwenye kukaa humo. Basi katika watu waliofuatana nasi wakati wote Bwana Yesu alipokuwa akiingia na kutoka kwetu, kwanza tangu batizo wa Yohana hata siku ile alipochukuliwa kwetu kwenda
juu, inapasa mmoja wao hawe shahidi wa kufufuka kwake pamoja nasi. Wakaweka wawili, Yusufu aitwaye Barsaba, aliyekuwa na jina la pili Yusto, na Matia. Kisha wakaomba Wakasema, wewe Bwana ujuaye mioyo ya watu wote, tuonyeshe ni nani uliyemchagua katika hao wawili ashike mahali katika huduma hii na utume huu, aliokosa Yuda aende zake mahali pake mwenyewe. wakawapigia kura, Kura ikamwangukia Matia, naye akahesabiwa kuwa pamoja na mitume 11.